kusababisha kifo chake cha ghafla, Ashoya aliandamana na daktari wa upasuaji wa maiti wa bunge la kaunti Daktari David Atandi, ambaye kwamba uchunguzi wa maiti uliofanywa na wataalamu huru pamoja na serikali ulionyesha kwamba MCA Manuve alifariki kutokana na pulmonary embolism, yani donge kubwa la damu lililoziba mishipa mikuu ya mapafu. Ashoya alisisitiza kwamba kifo cha Manuve kingeweza kuepukika iwapo hospitali ingeendesha uchunguzi wa kina wa kiafya. Hii ilikuwa ni hali ambayo anasema kwamba iliweza kuzuilika. Kutokana na hofu ya mkurupuko wa kipindupindu kwenye kaunti ya Lamu, changamoto imetolewa kwa wakazi mara kwa mara kuosha mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka ili kudhibiti ugonjwa huo. Afisa wa afya ya umma kaunti ya Lamu, Moksil Mohamed, anawashinikiza wakazi wa Lamu kunywa maji safi pia yaliyotiwa dawa ya kuua wadudu chlorine au kunywa maji yaliyochemshwa. Vilevile amewataka wakazi kudumisha mazingira yao kuwa safi dhidi ya nzi ambao pia huchangia katika kuzambaa kwa kipindupindu. Kipindupindu ni ugonjwa hatari waambukizwa kupitia maji na vyakula. Ili kujilinda wewe na familia yako, nawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji safi yanayotiririka. Kunywa maji yaliyochemshwa au yaliyowekwa dawa ya kuua vidudu, yani chlorine. Tumia vyoo vikiwa safi na epuka kujisaidia ovyo, yani kujisaidia mahali pasipo chooni. Andaa chakula kwa usafi na ukile kikiwa moto. Jitahidi sana kuzuia mainzi wasienee katika mazingira yako. Wakazi wahimizwa kuwa makini na waangalifu na kufuata kikamilifu kanuni zote za afya na usafi wa mazingira ili kuhakikisha kaunti ya Lamu inabaki bila kipindupindu. Chama cha wahandisi nchini IEK kimeeleza wasiwasi kufuatia kutohusishwa kwenye utekelezaji wa mipango muhimu ya maendeleo na serikali ya kaunti ya Nairobi. Rais wa chama hicho, Shama Keteme, anasema kwamba wamekuwa wakitengwa katika maamuzi muhimu kuhusu miundombinu, ajira na maendeleo ya kitaifa, jambo ambalo limeathiri ubora wa sera na utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mwandishi wetu Philip Kiprop ana mengi zaidi. Kulingana na rais wa chama cha wahandisi nchini, Shama Keteme, wanachama wake wamekuwa wakikabiliana na changamoto za ufisadi na ukosefu wa uwazi katika mchakato wa kuidhinisha mipango ya maendeleo. Engineers are looking into matters that are affecting the practice of engineering in Kenya. A number of resolutions have been made. The concern for engineers is that from January 2023, they have raised concern about the compensation for engineers being unfair comparative to other professionals. Wahandisi hao wanasema licha ya kubuniwa kwa mfumo wa kidijitali wa Nairobi Planning Development Management System uliokusudiwa kurahisisha na kuratibu mchakato wa mipango ya maendeleo, mfumo huo umefeli. The regulation of the engineering industry, the issue of continuous professional development, the engineers are advocating for that to be fair, and so this is a matter that they have directed that the council raises with the Engineers Board of Kenya. And yes, it's another issue that has been considered in the AGM today. Keteme amesema wameunda vikosi maalum na wako tayari kushirikiana na watunga sera na umma kwa mapendekezo dhabiti ili kuunda mustakabali wa taifa. The engineers have come together and established task forces with expertise in different sectors, whether in aviation, water and wastewater, whether in transportation, whether in agriculture, whether in digital superhighway. Chama hicho kimetoa wito kwa serikali ya kaunti ya Nairobi, wizara ya ardhi, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, idara ya upelelezi wa jinai DCI kufanya ukaguzi wa kina wa mchakato wa kuidhinisha mipango ya maendeleo, kuwachukulia hatua wafisadi na kushirikishwa katika kubuni na kufuatilia utekelezaji wa mageuzi. Philip Kiprop, Jlax Radio, Nairobi. Hii ni Jlax Radio, stesheni namba 1. Hapa ni nyumbani kwa sauti zinazoaminika na kuheshimika katika utangazaji kote Kenya. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuko pale kwenye Facebook, Twitter, YouTube na TikTok @JohnWanyonyi_Wekesa. Upate habari na burudani. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jlax Radio. Je, wajua kuwa hayati Papa Francis aliwahi kuhudumu kama bouncer katika klabu? Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jlax Radio.